Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu usawa wa utume wa kiungu. Ninaposema utume, namaanisha aliotumwa. Ninapozungumzia utume, namaanisha aliotumwa na kufanya popote pale ulipo. Wewe ni yule aliotumwa. Narudia, popote pale ulipo, wewe ni yule aliotumwa na upo kufikisha utume uliotumwa na yeye aliokutuma. Na hakuja kuwa mwingine ambaye anaweza kumtuma mwingine, na hakuja kuwa kingine tofauti ambacho kina uwezo wa kumtuma mwingine isipokuwa Mungu peke yake. Narudia, hakuja kuwa na kingine chenye uwezo wa kukituma kingine isipokuwa Mungu peke yake, na kufanya popote ulipo, wewe ni uliyetumwa na Mungu kufikisha utume huo uliotumwa. Maana yake nini? Hapo ulipo unaishi utume wa kufikisha ulichotumwa na Mungu. Popote pale ulipo, cha kufikisha ulichotumwa na Mungu katikati ya vitu vyote, katikati ya familia yako, katikati ya ukoo wako, katikati ya taifa lako, katikati ya ulimwengu wote, katikati ya ardhi hii na anga lake lote, ufikishe ulichotumwa na Mungu. Kwa hiyo hapo ulipo, wewe unaishi utume wa yote uliotumwa na Mungu. Popote pale ulipo, wewe unaishi utume wa yote uliotumwa na Mungu upate kuyafikisha. Na tazama, Mungu amekutuma kwa kukupa sura yake, sura ya Mungu ulionayo, kwa jina ulilonalo, kwa mwonekano ulionao. Ndio utume wa Mungu aliokutuma kuufikisha katikati ya vitu vyote. Narudia, sura ya hiyo ulionayo, sura ulionayo kwa kuumbwa na Mungu, kwa kupewa na Mungu, na kuwa katika jina ulilonalo popote pale ulipo, ndio utume uliotumwa na Mungu kufikisha katikati ya vitu vyote. Vitu vyote vipate kuipata hiyo sura uliotumwa na Mungu kuifikisha. Ukiwa wewe mtoto, hiyo sura ya utoto, kwa sababu za huo utoto, upate kufikisha kwenye vitu vyote. Ukiwa ni baba au ni mama, ukiwa ni daktari, ukiwa ni askari, upate kufikisha udaktari wako katikati ya vitu vyote. Sura ya ufanyabiashara wako, sura ya utumishi wa Mungu, sura ya neno hili la pumzisho, upate kufikisha katikati ya vitu vyote, vipate kuipata sura hiyo hiyo uliopewa, vipate kuipata sura hiyo hiyo ya utume uliotumwa kuifikisha. Na ndio maana popote ulipo, wewe umekuwa ni mtume, yani uliotumwa kwa jina
la kuitwa kwako. Ndiyo, utaitwa ni daktari, lakini ni aliyotumwa. Utaitwa mtoto, lakini ni aliyetumwa. Utaitwa baba au mama, mke au mume, lakini ni aliyetumwa. Utaitwa mhandisi, utaitwa askari, utaitwa mhasibu, utaitwa katika ujuzi wa jina hilo unaloitwa sasa hivi, lakini ni yule aliyotumwa. Utaitwa ni mwana wa maombi, utaitwa ni mwenye huruma, utaitwa ni mwenye msamaha, utaitwa ni aliye mwenye ukombozi, utaitwa ni aliye komando, utaitwa kwa jina lolote popote pale ulipo unavyoitwa sasa hivi, kwa kila mmoja kwa kukuitwa kwake. Lakini kumbuka, hapo ni sura ya utume, ni sura ya utume uliotumwa kuifikisha kuliko vitu vyote, na umewekwa katikati kwa jina la utume huo, upate kuwatumikia, upate kuwapa hiyo sura uliotumwa. Na kwa kutimiza utume, kwa kuwapa hiyo sura uliotuma kuifikisha vitu vyote, kuwapa siku zote hiyo sura uliotumwa uifikishe. Kama wewe ni daktari, kuwapa afya siku zote wote uliotuma kuwapatie afya hiyo. Kama ni baba, kuwapa ubaba wako watoto wote siku zote uliotuma kuwapatia, uwapatie huo ubaba. Na kwa kuwapa au kutoa ubaba wako kuwapatia watoto wako, kutoa udaktari wako kuwapatia watu wote au vitu vyote popote pale vilipo, na kwa kuwapa sura hiyo, na ukaitwa utawala. Kwa kitendo chewe kuwapa, kufikisha utume, kuishi utume, ukaitwa utawala. Na ndio maana nilikwambia kuhusu utawala wa raha ya milele, kwamba ni kutoa, ni kuishi utume, ni kufikisha ulichotumwa, tena pasipo kubagua chochote, kwa kuwa umetumwa kwa waliotumwa. Narudia, umetumwa katikati ya waliotumwa, upate kuwapatia hicho ulichotumwa, ili nao wafikishe vema walichotumwa. Na kila mmoja ametumwa kilicho sawa na wewe ulichotumwa, ingali kwako kinaonekana katika sura ya jinsi ulivyo hapo hapo kwa jina ulilo nalo. Kwako inaonekana kwa jinsi ulivyo kwa jina hilo hilo ulilo nalo popote pale ulipo, na kufanya kwa utume wa utumwa wako uliotumwa na Mungu kufikisha kwa waliotumwa, wapate kuchukua hiyo sura uliotumwa, nao wakaendeleza utumwa, wakaendeleza utume wa kile walichotumwa na Mungu popote pale walipo. Narudia hapa kupaweka sawa zaidi, kwamba wewe umetumwa, umekuwa ni mtume wa utumwa wa kufikisha ulichotumwa, ambacho ni hiyo sura yako uliopewa na Mungu, ya Mungu aliyoitoa kwako, uwafikishie wote waliotumwa, wapate kufurahia utume wa kutumwa kwao, na kufanya. Kwa kuwa
umewafikishia sura ya utume wako kwa kutumwa kwako, na wote wamekuwa na sura ya utume uliotumwa kufikisha. Maana yake sura hiyo ulionayo popote pale ulipo. Kama ni daktari, wamekuwa na sura ya udaktari, yani afya unawapatia. Kama ni baba, wamekuwa ni wa sura ya ubaba wako unawapatia kwa majina ya kuitwa kwao, yani mtoto au kwa majina mengine yote kwa kuitwa kwao. Wamekuwa ni wa sura yako wewe mke popote ulipo na kuitwa kwa majina yao, yani mume kwa jina lake. Wamekuwa kwa sura hiyo hiyo ulionayo kwa kuwapatia kwako kwa majina yao kwa kuitwa kwao. Ndiyo, ni baba, lakini wamekuwa ni wa sura ya kufanana na wewe kwa kuitwa kwa majina yake: mtoto, mke, mume, mzazi, mjomba, na wote kwa vyote vilivyopo, kwa kufanana vivyo na wewe na kufanya upo kufikisha tu utume wa kutumwa kwako. Haupo kuondoa chochote kilichotumwa na Mungu, kwa kuwa vyote vinaishi utume wa kutumwa na Mungu na kufanya. Popote ulipo ni Mungu aliyekutuma. Popote ulipo unaishi utume ulio sawa na mwingine aliyotumwa, kwa kuwa usawa unakuja kwa sababu wale ambao umetumwa kufikisha utume huo wanaishi sura ya utume huo uliotumwa kuufikisha na kufanya. Wale wote waliopo wapo sawa na hicho ulichotumwa kukufikisha. Kwa hiyo ni nini ufanye popote pale ulipo kwa utume wa hicho ulichotumwa na Mungu kwa jina ulilo nalo? Ni kuishi utume wa utumwa uliotumwa. Wewe uliye wa huruma, ni kuishi huruma hiyo katikati ya wote, kuwapatia huruma yako wote waliopo popote pale walipo, pasipo kutoa hata kimoja, kwa kuwa vyote visahihi kuishi au kufanana na huruma yako unayoishi nayo popote pale ulipo, vikiwa na mwili. Huruma yako hiyo iliyopata mwili wa sura yako, sura ya biashara yako, sura ya kazi yako, sura ya kila kimoja kilichopo. Ndiyo, wewe uliye mwana wa msamaha, kuishi msamaha wako kwenye vitu vyote pasipo kutoa chochote, kwa kuwa vyovyote ni vya sura ya msamaha wako. Haijalishi ni upendo, haijalishi ni utii, haijalishi ni nini, lakini vyote ni sura ya msamaha wako. Wewe unaishi, wewe uliye na utume wa utumwa wa neno la Mungu kwa jina hilo, iwe ni utajiri, iwe ni vyovyote, iwe ni hilo hapo ulipo, na hauwezi kuishi pasipo neno hilo, kwa kuwa ndani yako kuna tetema kwa utume wa neno hilo, kuna tetema kwa utume wa neno hilo, na kufanya
ulipo ni lazima kulitoa neno hilo, na neno hilo limevishwa sura, limevishwa mwili ambao ni wako huu ulio nao, ni wako huu ulio nao kwa watoto wako, kwa majirani zako. Yani yoyote aliye na upendo ni uzao wa neno hilo. Yoyote aliyo vyovyote ni uzao wa neno hilo. Na kufanya kusiwe na chochote kisicho sahihi kuwa na sura yako ya utume ulio nao. Na kwa kufanya hivyo, hilo ndilo pumzisho lako la starehe, la raha ya kuishi kwako, inayofanya usitazame chochote kisicho stahili, bali kuishi vyovyote unavyostahili. Narudia, usitazame chochote kisicho stahili, kwa kuwa hakuna kisicho stahili katika huruma ulionayo, katika msamaha ulionao, katika utajiri ulionayo, katika sura ulionayo popote pale kwa kuitwa kwako, bali uishi kinachostahili, ambacho ni hiyo sura ya utume wako. Uishi kinachostahili, ambacho ni sura ya utume wako. Na huo ndio usawa, wa utume wa kiungu, na huo ndio usawa wa utume wa kiungu. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu usawa wa utume wa kiungu. Na utume wa kiungu umeshakamilika kwako popote ulipo. Utume wa kiungu umeshakamilika popote pale ulipo. Ilikuwa ni kujua jinsi usawa ulivyo, na popote ulipo utume wako upo sawa sawa, na chochote popote kilipo, kwa kuwa kinaishi utume uliotumwa na Mungu, utume wa hicho unachokiishi. Chochote popote pale kilipo kinaishi utume wa hicho ulichotumwa na Mungu, utume wa sura unayoishi wewe, na kufanya popote pale kilipo kipo sawa sawa na hiyo sura unayoishi, na kukufanya usiweze kupinga chochote, bali kuishi utume uliotumwa. Kwani kupinga ni kutoka kwenye utume. Kupinga ni kupinga utume wako, ni kutoka kwenye utume wako, kwa kuwa utume wako ndio nuru inayowamulikia wengine wakafuata utume wako kwa jina lako. Bila shaka hakuna kilichotoka nje ya sura ya Mungu. Hakuna kilichotoka nje ya utume wa Mungu. Hakuna aliyotoka nje ya uumbaji wa Mungu. Na popote ulipo wewe ni uumbaji wake Mungu, yani ni wa sura yake Mungu, ni wa vema yake Mungu, na upo hapo kwa utume wake, kufikisha hicho ulichotumwa, kufikisha hiyo sura ya utume, pasipo kubagua chochote, pasipo kutoa chochote, bali kuishi utume wa ulichotumwa, kwa kuwa ni sahihi. Popote ulipo unaishi usahihi wa utume wako. Narudia, popote ulipo unaishi usahihi wa utume wako. Usiogope tena, kwa kuwa uko vema
katika kuishi kwako, uko vema katika ualimu wako, uko vema katika utumishi wako, upo vema katika udaktari wako, uko vema katika wanamke wako, uko vema katika wanamume wako, uko vema katika jina hilo la kuitwa kwako. Na leo Mungu wa pumziko hili, neno la pumzisho hili liko kukupumzisha hapo ulipo, linakupa pumziko katika utume wako. Usiwe na shaka tena, kwenda mbele katika utume wako. Ishi utume wako, ishi maisha uliopewa kuishi. Kama ni huruma, ishi huruma yako. Asiwepo yoyote wa kukutoa kwenye njia, wa kuona haustahili kuishi msamaha wako, kwamba hakuna kinachostahili kusamehewa, kwamba hakuna kinachostahili kuonewa huruma, kwamba hakuna kinachostahili kusamehewa, kupendwa na vingine vyote sawa na utume wa jina ulilo nalo. Leo na kupumzisha. Pokea pumzisho hili na furaha ya pumzisho hili ya kujua usawa wa utume wako wa kiungu, utume wako uliotumwa na Mungu, kwa jina lingine utawala wako uwe pamoja nawe popote pale ulipo. Najua hautapungukiwa wala kuzidiwa na chochote katika utume wako huu, kwa pumzisho hili linalokupumzisha, kwa kuwa popote ulipo unaishi pumzisho hili la Mungu, kwa utume wa kutumwa kwako, kwa utume wa utumwa wa Mungu alikutuma, yani utawala wako. Pokea pumzisho hili na furaha hii iwe